Habari za jioni. Habari zenu, sijui mnanisikia, mnaona na screen yangu? Hello, mnaona screen yangu? Okay, sawa, tunaanza. So karibuni kwenye webinar yetu ya leo. Asante pia Maggie. Karibuni kwenye webinar yetu ya leo, habari za usiku huu. Leo tutakuwa tunaongelea ETFs kama ambavyo tulikuwa tumeshasema kwenye tangazo lililopita. Taanza moja kwa moja. Kwa hiyo kufikia mwisho wa webinar hii tutakuwa tumeona vitu mainly vitatu. Tutakuwa tumeona maana ya ETF ya kwanza, and then tutakuwa tumeona faida na changamoto za uwekezaji kwenye ETF, lakini pia tutaona ETF ambazo ziko DSE. DSE ni Dar es Salaam Stock Exchange, ambao kwa Kiswahili inakuwa ni soko la hisa la Dar es Salaam. Alafu kwa wale ambao labda walikuwa hawajafahamu kirefu cha ETF, ETF ni Exchange Traded Fund, ndo tuseme rasilimali ya fedha inavyoitwa, Exchange Traded Fund. Sawa. Kwa kama tulivyoona jana, pia webinar hii ya ETF imetokana na maswali ambayo walikuwa wameulizwa na watu ambao walikuwa wameparticipate kwenye webinar zilizopita za wiki iliyopita, ambao kuna mtu aliuliza kuhusu ETFs na balanced funds. Balanced funds tutaikava Mungu akipenda akitupa uzima wiki ijayo Jumatano, kwa sababu nimeona webinar ni vizuri nikafanya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Ni muda ambao watu wengi, wiki inakuwa kama vile inaanza kuishia, kwa watu wanakuwa na nafasi ya kujiunga. Kwa leo tutaangalia hiyo Exchange Traded Fund. Labda tu mimi nitoe recap yangu. ETF ya kwanza kwa wale ambao labda walikuwa wameshawahi kusikia inaitwa Vertex ETF. Ndio ilikuwa ya kwanza kabisa. Of course nilikuwa sijui, yaani nilikuwa sijawahi kusoma kuhusu ETF kabisa. Hiyo naongelea mwaka jana. Kwa hiyo mwaka huu tuanzia mwaka jana mwezi wa 12 around tarehe 29 hivi nikawa nasema kwamba nitakuwa nanunua hisa kila siku. Kwa hiyo katika kununua hisa kila siku, sometimes unaingia sokoni unakuta labda hisa ya kampuni fulani haipo, hisa ya kampuni fulani haipo, yani hakuna, sisemeje, sio kwamba haipo, lakini shares zile za kuuza kwa muda huo zinakuwa hazipo, labda offers zinakuwa zero, labda ni za kusubiri. Kwa hiyo nikawa nikiingia nikikuta kampuni fulani offers ni zero, na jaribu kuangalia kampuni nyingine, kwa sababu nawekeza kwenye makampuni matatu. Nikikosa jingine naenda kuangalia jingine, nikikosa tena jingine naona labda offers shares hamna, nikaamua kununua ETF. Sasa baada ya kununua ETF ndo nilinunua kwanza afu nikajifunza baadaye. Kwa hiyo ni mchakato wa kujifunza ambao hata wewe pia unaweza ukawa unajifunza taratibu kwanza. Of course sishauri mtu anunue kwanza kabla ya kujifunza, lakini ni vizuri kwanza ukajifunza, at least ukajua basic ni nini, badala ya kuwekeza moja kwa moja bila kujifunza. So that was me, lakini hiyo ilikuwa ni tunaongelea Januari. Kwa sasa hivi at least na mwanga kidogo kwamba ETF ni kitu gani. Kwa swali letu la kwanza la leo ni kukuuliza kama umeshawahi kusikia kuhusu ETFs. Na fahamu sasa hivi watu wengi tuko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia finance educators tumeshakuwa wengi. Kwa hiyo I do believe in one way or the other umeshawahi kusikia au kuona ETF, lakini labda tu ulikuwa hujawahi kufahamu ni kitu gani exactly. Kwa hiyo tutakiangalia leo kwa ufupi, na kama tutakuwa tuna maswali mengi tutayakava kwenye kipindi chetu cha Q&A mwishoni, au unaweza ukauliza kwenye group. Watu wengine pia ambao wanafahamu wanaweza kujibu. Kwa nini maana ya ETF? Kwa hii definition nimeitoa kwenye blog yangu. Naomba mnisaidie kumute mic zenu. Nakuwa nashindwa concentrate. Okay, sorry. Sawa. Naandika blog kama wengine ambao watakuwa wanafahamu, gracingmoney.com. Link yake iko kwenye Instagram bio. Kwa hiyo
ETF niliandika lakini niliandika kwa Kiingereza kwa sababu blog usually inaandikaga Kiingereza na Kiswahili. Kwa wale ambao lugha itawasha mtasamea kidogo, ila nitajaribu kuielezea kwa lugha yetu pendwa. Kwa hiyo Exchange Traded Fund kwa Kiingereza hapo imeandikwa kama ni pooled investment ambayo inakuwa ina multiple financial assets, kwa mfano stocks au bonds. Nitaelezea kwa lugha rahisi. Yaani ni hivi. Kwa mfano, ETF mbili ambazo ziko hapa Tanzania sasa hivi tutaziangalia kwa kifupi hapo baadaye. Ni kwamba kwa mfano Vertex ina hisa za hapa nchini, hisa la tuseme kama 5 hivi. Hizo hisa, hilo kundi la hisa linakuwa linauzwa kama hisa moja. Kwa hiyo twende mbele afu turudi nyuma ili tunielewe vizuri. Kama screen yangu I hope bado mnaiona, kama mtakuwa mmione mtaniambia. Kwa mfano tuseme kwa hii Vertex ETF, unaona kuna ana CRDB, ana NMB, ana Nicole National Investment Company Limited, ana Dar es Salaam Stock Exchange DSE and Afriprice. Hayo ndio makampuni baadhi ambayo yapo kwenye hii Vertex ETF. Kwa hiyo tukisema ETF maana yake nini? Ni kwamba wanachukua financial assets za kundi moja, multiple, zaidi ya moja, kama kwa mfano hivyo hizo 5, alafu wanazifanya zinakuwa kama hisa moja. Kwa ina maana wewe ukinunua hiyo ETF unakuwa sana sana ni kama umenunua makampuni 5 at the same time. Kwa hiyo kwa sasa hivi ETF zilizopo sokoni ni 2, Vertex pamoja na IEA LCL ya iTrust, lakini zote mbili ni mjumuisho wa stocks tofauti tofauti. Hapa stocks hii ni hisa, bonds hii ni hati fungani. Kwa ina maana labda baadaye itakuja kutokea ETF ambayo itakuwa ina bonds tofauti tofauti, lakini imefanywa kama hisa moja, yani imekuwa kama kitu kimoja. Kwa hiyo sasa utofauti wake na bidhaa nyingine zilizopo, rasilimali nyingine za fedha zilizopo sokoni ni kwamba stocks kwenye upande wa hisa, makampuni hapo sasa hivi kwa mfano hapo 28. Kwa hiyo kila kampuni linasimama kivyake. Wewe ukinunua hisa ya kampuni fulani A, umenunua hisa ya kampuni fulani A. Ikija kwenye upande wa hati fungani unakuwa umenunua bond moja. Either labda wewe ni bond ya serikali au ni bond corporate, lakini unakuwa umenunua hati fungani moja. Kama ni ya miaka 25 ni miaka 25, kama ni ya miaka 10, 15, miaka 2, ni wewe unakuwa umenunua bond moja. Kwa ETF ikiwa ni pool investment, na maana unakuwa umenunua multiple zinazofanana, yani similar, lakini inakuwa kama hisa moja. Ambapo mwendelezo wa definition inasema but this fund is listed and traded bought and sold on a stock exchange as a single share. Kwa hiyo unakuwa umenunua vitu vingi at the same time. Ni kama vile umeenda kwa mangi, umenunua vitu vingi, umeweka kwenye mfuko mmoja, unaenda nao nyumbani. That's just the meaning. Baada ya kununua kitu kimoja kimoja ukakibeba kimoja kimoja. Hiyo ndo namna rahisi ambayo naweza nikaelezea ETF. Kama kuna mtu ambaye atakuwa labda hajanielewa vizuri, unaweza ukaandika kwenye comments, yani kwenye chats, ili ni kueleweshe vizuri tena. Kwa hiyo kipengele cha pili, swali lake ni kwamba je, kuna uwekezaji ambao una faida peke yake na hauna changamoto? Kama tunakumbuka, of course hili utajibu mwenyewe. Kama tunakumbuka jana tulipokuwa tunaongelea mwekeza, watu wengi waliuliza kwamba risks za kuwekeza kwenye mwekeza, risks za kuwekeza kwenye mwekeza, risks. Yes. Kwa hiyo kama nilivyojibu nikasema kwamba ni hakuna uwekezaji ambao haubebi risk. Hata ukiamua kutowekeza hela nyumbani ukaifungia, mtu anaweza akaichukua akaitumia hiyo cash, usije ukaikuta, panya anaweza wakala. Yani ni kwamba tu hela ikikaa popote ina risk at all times. Cha muhimu tu ni kwamba ufahamu hicho kitu ambacho unataka kuwekeza ili uweze kufanya assessment ya risk, na kwamba wewe kama wewe ni mtu ambaye uko tayari kuchukua hiyo risk, ina maana utaamua hiyo financial asset ambayo unataka uwekeze nayo. Ina maana kwa jibu rahisi ni kwamba ETF lazima itakuwa ina faida zake, lakini itakuwa ina risk zake. Kwa hiyo inatuleta kwenye kipengele chetu cha pili ambacho ni faida na changamoto za uwekezaji kwenye ETFs. Hizo zilizopo hapo kushoto ni faida,
kushoto ni faida, yes, alafu kulia ni changamoto, lakini hiyo haimaanishi kwamba ndo faida zote hizo na huku kulia haimaanishi kwamba ni changamoto zote. Kwa hiyo nimeandika tu faida na changamoto ambazo ni rahisi kuzielezea na ambazo zinaweza zikamsaidia hata beginner yeye akiwa anafanya assessment ya kwamba awekeze kwenye ETFs au la. Kwa hiyo tukija kwenye upande wetu wa kushoto ambao kuna upande wangu wa kushoto ambao kuna faida. Faida nimeandika mbili kwamba kuna capital gain, kukuza mtaji, lakini pia kuna dividend distribution ambao ni kupata gawio. Tukianza na capital gain. Capital gain kama nilivyoelezea pia jana kwamba unapokuza mtaji ni kwamba unaangalia kwamba ile pesa ambayo umeiwekeza with time inakuwa inafanya nini? Inakuwa. Kwa mfano kwa upande wa ETF tukisema kwamba kwa mfano hiyo Vertex ETF ilianza na kwamba bei ya hisa moja ilikuwa ni shilingi 200, lakini kama sijakosea wiki hii bei ilikuwa ina range kwenye kama 395. Anaweza kanikosoa mtu ambaye labda ameangalia leo imekuwa tofauti, lakini imekuwa kirange hapo sasa hivi. Kwa ina maana kuna watu ambao walinunua upon IPO, initial public offering, yani ilipokuwa inaanza walinunua kwa hiyo shilingi 200. Kwa ina maana kama kuna mtu alinunua kwa hiyo shilingi 200, kama alitoa 200,000, ina maana ilikuwa amenunua hisa 100 za ETF kwa kipindi hicho. Sasa mwaka jana I think around November hapo wakati IPO inakuwa inaanza. Kwa hiyo kwa upande wa capital gain maana yake ni kwamba with time hiyo ETF ambayo inakuwa imeanza kwa huo muda kwa kiasi fulani, labda tuseme kwa hiyo shilingi 200, itapanda according to, of course kuna issues kwenye tusemeje, soko la fedha, kuna movements, lakini pia demand na supply ilivyo sokoni, pamoja na investors, yani wao wenyewe wana sentiment gani kuhusiana na hiyo ETF, inaweza ikapelekea kwamba bei ya ETF ifanye nini? Iongezeke. Kwa ina maana bei ya hisa ya ETF inapoongezeka ndipo mtu ambapo anaweza akapata faida ya kuwekeza kwenye hiyo ETF husika. Tukija kwenye upande wa dividend distribution, kwa sababu tunaongelea ETF mbili ambazo moja imeanza mwaka huu 2026 na nyingine imeanza mwaka jana mwishoni 2025. Kwa hiyo hakuna ETF hata moja ambayo imepindua mwaka kusema kwamba labda ikifika kipindi cha gawio watatoa gawio au watatoa gawio, lakini I do believe kwenye makampuni ambao wamewekeza na watakuwa wamejitahidi, watakuwa wamechagua makampuni ambayo ni profitable na ni makubwa, ni makampuni ambayo pia yanatoa gawio. Kwa hiyo what I'm assuming ni kwamba ikifika muda wa gawio, pale ambapo zile hisa husika ambazo ziko kwenye hiyo ETF zitapata gawio, basi inaweza ikaongezwa kwenye tuseme kwenye mtaji mzima, net asset value ya hiyo ETF. Tukisema net asset value maana yake ni thamani halisi ya the whole fund, yani the whole exchange traded fund ni kiasi gani. Wakiongeza ile gawio kwenye mtaji huo wa ETF, hiyo fund nzima, ina maana hata thamani ya hiyo fund yenyewe, intrinsic value ya hiyo ETF itaongezeka. Kwa ina maana in one way or the other ni kama vile gawio la hayo makampuni husika ambayo yako kwenye ETF itachangia pia kwenye capital gain ya hiyo ETF. Kwa hiyo ndio kwa upande wa faida, kwa sababu hata kwenye hisa za kawaida ya makampuni kuna faida ya capital gain ambayo ni kukuza mtaji, lakini kuna faida ya kupata gawio. Kwa hiyo sio kwamba hao ETF sijafahamu sasa kwa sababu bado gawio halijatoka, lakini hilo gawio likely linaweza likaja likaongezwa kwenye the total capital ambao kwenye huo mfuko na ikapandisha ile thamani ya hisa, yani ikapandisha thamani halisi ya ile hisa, net asset value. Hiyo ndio kwa upande wa faida. Tukija upande wa kulia kwangu ambao nimeandika changamoto, nimeandika changamoto mbili. Kuna capital loss, lakini pia kuna new financial market product. Kwa mfano mimi mara ya kwanza nilinunua ETF ya mwezi wa kwanza ilikuwa ni shilingi 400. Yani thamani ya hisa ya Vertex ETF kipindi kile ilikuwa ni shilingi 400. Kwa hiyo ina maana kama
thamani ya hisa ya ETF itakuwa ni shilingi 395, ina maana hapo kuna shilingi 5 imepungua kwenye kila hisa hiyo ya ETF. Kwa mfano rahisi, kama thamani ya hisa ni shilingi 400 na nilinunua hisa 100, kwa ina maana kuna kama shilingi ngapi nimetumia hapo? 40,000 kama sijakosea. Yes, ina maana kama hiyo hisa imeshuka kutoka 400 imekuja 395, ina maana mimi tena sina mtaji wa 40,000, inakuwa na mtaji wa 39,500. Kwa maana hiyo 500 yangu hapo ndio inakuwa ni capital loss. Kwenye uwekezaji wa ETF pale ambapo ETF inapungua bei, unakuwa pale umepata nini? Capital loss, ambao pia inaweza ika momentary, yani sio kwamba ETF inakufa or anything, ni normal fluctuations in the market. Inaitwa market volatility. Market volatility ni mabadiliko ya rasilimali ambazo ziko kwenye financial market based on demand and supply, lakini pamoja na investors sentiment, wao investors wanafikiria nini kuhusu hiyo ETF husika. Lakini changamoto ya pili ambayo ameiandika Grace, sijaitoa popote, ni kwamba ETF ni a new financial market product, ni tofauti na hisa za makampuni. Asante, nimeshiba. Jamani, nafanya mazoezi, nione huruma. Yeah, Maria on the way. Sorry, I had to mute. Leo kwenye changamoto sasa, tukija kwenye new financial market product, maana yake ni kwamba ETFs kidogo, kwa sababu ni rasilimali za fedha ambazo zimeanza mwaka jana na mwaka huu respectively, zimeanza mwaka jana mwishoni. Kwa hiyo ina maana ni tofauti na hizi bidhaa nyingine za rasilimali nyingine za kifedha ambazo tunazisikia toka tumezaliwa. Kwa mfano Dar es Salaam Stock Exchange kama yenyewe imeanza 1996 na kampuni la kwanza kuwa listed ilikuwa ni Toll Gases ambalo lilianza kuwa listed 1998. Kwa hiyo ina maana hisa za makampuni yani ni kitu ambacho tunakisikia for a very long time, hata kama ulikuwa ukijua, lakini kilikuwa kipo. Ukija kwenye rasilimali nyingine kama mifuko pamoja ya uwekezaji, kwa mfano UTT wameanza kama sijakosea ni 2005 au 2003. Kwa hiyo ina maana ni rasilimali ambayo ipo muda mrefu. Lakini kwa upande wa ETF ni rasilimali mpya sokoni. Mpya sio maana kwamba ni mbaya, nchi nyingine wanakuwa na ETFs nyingi tu, lakini ni soko changa, yani bado ni rasilimali ambayo ni changa kwenye soko la fedha la Tanzania. Kwa hiyo mimi naiona ni changamoto, kwa sababu ina maana kuna mchakato hapo wa watu kuendelea kujifunza kwamba hii inafanyaje kazi kwa hapa Tanzania. Generally hata ukienda ChatGPT sasa hivi au ukaenda Google AI, ni rahisi wewe kufahamu ETF ni nini na nini kama una research, lakini kwa Tanzania kama Tanzania from real experience, ina maana tunaongelea bidhaa ambayo imeingia sokoni kuanzia mwaka jana mwishoni. That's a fact, or it's new, na ni kitu ambacho tunaendelea kujifunza taratibu depending on kinachotokea kwenye soko letu la hisa la hapa Tanzania ambalo ni DSE. Kwa hiyo ni kwa upande wa faida na changamoto, as simple as that. Je, kuna ETF ngapi kwenye soko letu kwa sasa? Nimeshasema hapo awali, of course mtakuwa mmesikia, kwa zipo mbili. Kuna hii Vertex ETF ambayo ndo hii hapa display hapa, alafu kuna nyingine hii IEA CLC ambayo ni ya iTrust Finance. iTrust Finance ni kampuni la uwekezaji, lakini pia ni brokers, kwa sababu wana mifuko yao pia ya uwekezaji, kwa wana deal tu na finance in general. Kwa hiyo tukianza na hii Vertex ambayo tulisema imeanza mwaka jana, tukasema kwamba ETF ni kama kikapu kimoja ambacho kimebeba vitu tofauti tofauti ambavyo vina similarities. Nikisema similarities maana yake ni kwamba yote ni hisa, yani zote zilizopo kwenye hicho kikapu kimoja ni nini? Ni hisa. Na as from the definition hapo umeona wamesema kwamba ni collective investment scheme ambayo inamwezesha Mtanzania kuinvest cost effectively kwenye multiple companies through the purchase of units of this fund. Kwa hiyo ina maana wewe unakuwa umenunua makampuni mengi kama hisa moja.
na makampuni ambayo, kwa sababu hii screenshot nimechukua kutoka kwenye website yao, sijabadilisha chochote, sija edit chochote. Kwa hiyo wamesema kwamba makampuni ambao wameinvest wao ni pamoja na CRDB, NMB, Nicole ni an investment company, DSE kama DSE wenyewe pia wana hisa, ingawa pia ni taasisi ya stock exchange, lakini pia na Afriprice, ambao Afriprice na Nicole ni kama mtu na dada yake, yani wote ni makampuni ya uwekezaji. Kwa hiyo ni kwa upande wa Vertex ETF. Tukija kwenye upande wa ETF ya hiyo IEACLC yenyewe wamechukua hisa pia za makampuni tofauti tofauti, lakini wamechukua kutoka kwenye East African countries. Yaani kwamba kama mnapoona, najaribu kuonyesha hapa kulia, I believe mtakuwa mnaona kuna makampuni ya Tanzania, ambao kuna 40% hii, kuna makampuni ya Kenya which nadhani hii naiona ni 52, alafu kuna makampuni ya Uganda, alafu nadhani hii nyingine iliyobaki hapa probably ni other countries, lakini wao wamechukua East African countries, nchi za Afrika Mashariki. Alafu ukija hapa kulia pia wameandika ni hayo makampuni ambao wamewekeza, ambao yako huku upande wa kushoto, wameandika vitengo ambavyo hayo makampuni yanafanya, ni sekta za hayo makampuni husika. Kwa hiyo kuna hii insurance ambayo ni asilimia kama 21, alafu kuna cash, alafu kuna ni kitu gani hiki, sorry, very small, nashindwa kukiona, alafu kuna banking na manufacturing. Kwa basically ni wameonyesha hayo makampuni ambayo, hizo sectors ambazo hayo makampuni specifically yamefanya nini, yameinvest. Ukija kwenye upande wa stock sasa, kushoto hapo unaona kuna Safaricom ambao I believe ya Kenya, kuna KCB, NMB, Tanzania Cigarette, MTN Uganda, pamoja na percentage zake za uwekezaji. Yaani kwamba investment allocation ni kwa hiyo Safaricom ni kama hizi Vodacom. Kwa hiyo 21%, KCB Bank 11%, NMB 16% na kuendelea chini. And then hapa nadhani hapa wamejaribu tu kutoa, yani sioni kama kuna tofauti kati ya hili jedwali hapa pamoja na huu mzunguko hapa. Ni kuonyesha tu kwamba hizo firms ambazo wameinvest zina cover kwa kiasi gani, kwa percent ngapi huo uwekezaji. Kwa basically ETF zote mbili zimecover makampuni ya hisa, na wameamua tu kuinvest according to what they want. Kwa mfano huyu Vertex ameamua kuinvest kwenye makampuni ya hapa Tanzania, na huyu iTrust, ETF ya iTrust wameamua kuwekeza kwenye makampuni makubwa ya East Africa. Na ETF zote mbili zilipokuwa zinatolewa for the first time zilikuwa oversubscribed, which means hata kwenye ulimwengu wa investment huku kwamba kuna hope kwamba itaendelea kufanya vizuri, ingawa as usual hakuna mtu ambaye anajua kesho ikoje. We just want to understand the risks, to get the fundamentals and invest. Tunakuja kwenye kipengele chetu pendwa cha maswali. Naona kwenye chat kuna kama maswali mawili. Kwa nitakupa muda wa kuendelea kuframe swali lako. Tutajibu yale yaliyopo, na kama kutakuwa kuna mtu ambaye anahitaji more clarification you can ask, lakini otherwise mimi nakuwa basically nimemaliza presentation kwa upande wangu na wasikiliza. Okay, Caroline ameni correct kwamba ETF sasa hivi hiyo Vertex ipo at 400, which is good. Sawa, nasubiri maswali mengine. Kama nimeeleweka sana pia mnaruhusiwa kunisifia. Rehema. Okay. Dada Dorcas anauliza, naomba kuuliza video ya jana ya Mwekeza nimetuma. Yes, nilituma jana asubuhi. Naweza nika resend tena. Kwa nifanye hivyo sasa hivi wakati nasubiria maswali mengine. Ila video ya Mwekeza nilituma tayari jana asubuhi.
Let me do it again. Nimetuma tena. Oh, thank you Margaret. Okay. Kaka Brighton anauliza unaweza kununua na kuuza, mchakato ukoje? So hizi ETF ni kama tu hisa za makampuni, na zenyewe pia unanunua kupitia app yako ya hisa kiganjani. Kwa hiyo ukidownload application ya hisa kiganjani, kuna credentials utaweka, sijui NIDA namba, si kuandika jina na vitu kama hivyo. Alafu ukishajisajili utaona kwamba kutakuwa kuna hisa za kununua. Kwenye hisa za kununua ETF imechanganywa pia na hisa za makampuni mengine. Utaona makampuni mengine yote na ETF pia zinakuwa zipo humu ndani. Kwa ina maana una buy stock, utaletewa control number, utalipia hiyo control number. Of course kuna mchakato wa kuchagua broker, utachagua broker. Kwa ni mchakato ambao hauko tofauti na kununua na kuuza hisa za makampuni, ila tu kwenye kuwasaidia watu wanaoanza, especially kwenye application ya hisa kiganjani, kubuy stock ni kununua hisa, kusell stock ni kuuza hisa. Kwa watu wengi unakuta anaingia tu DSE, hajui chochote, hafahamu A na B, badala ya kununua ana sell, alafu anakuambia, alafu ananifuata inbox anasema kwamba mbona mimi nimenunua hisa zangu sijazipata. Kwa akija ku screenshot unajua kabisa huyu mtu alikuwa anauza, hanunui. Or it's good kama utapata at least basic understanding ya hisa kabla hujafanya huo mchakato mzima. Ila kwa upande wa ETF na zenyewe zipo traded kwenye hisa kiganjani. Kuna mtu raise mkono, naona uko unmuted. Unaweza ukauliza? Nashukuru madam. Yes. Naona kutype itakuwa ni shida kidogo. Okay. Lakini niko nauliza hapo uweke vitu sawa. Okay. Nilikuwa nauliza kwa mfano ETF tunajua ni kwa mfano kwenye mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Yeah. Tunapozungumzia hizi collective investment schemes. Yes. ETF ni moja wapo. Okay. Sasa mifuko ya pamoja ya uwekezaji tunajua kule ni vipande, and then hapa unatuambia ni kwamba it's all about hisa. Sasa ndo nilikuwa nataka hapo clarification, samahani. Nimekuelewa swali lako. Sasa turudi kwenye huku mwanzo kwenye definition yake. Ndio. Hapa naomba nifunge chat mara moja, ninajua swali nimeishia hapa kwenye definition. Imeandika kabisa kwamba ETF ni pooled investment, kama unavyosema hivyo kwamba ni collective investment, kwamba umechukua multiple financial assets umezicollect kama kitu kimoja. Hapo sijui umenielewa mpaka hapo? Ndio. Kwa ina maana ETF na mifuko ya pamoja ya uwekezaji of course ni vitu viwili tofauti, although vyote ni collective schemes. Lakini sasa kwa upande wa ETF yenyewe inakuwa traded kama hisa, yenyewe haiwi mfuko wa pamoja wa uwekezaji. Kilichomo mule ni kwamba kwenye ETF ni mjumuiko au collectiveness ya assets zinazofanana. In this case kwenye hizi ETFs ambazo ziko Tanzania zote mbili zinawekeza kwenye makampuni au stocks. Sio kama unanipata. Kwa hiyo inawezekana ikaja ikatokea ETF ambayo ni mjumuiko wa multiple bonds au hati fungani. Kwa hiyo ETF bado ni collective scheme, lakini yenyewe haisimami kama hisa pure kwa sababu sio kampuni moja, lakini pia haisimami kama mutual funds kwa sababu haiwekezi kwenye multiple different assets, inawekeza kwenye similar kind of assets. Ndio maana nikasema kwamba ETF pamoja na kwamba ni rasilimali ya uwekezaji, lakini pia ni rasilimali ambayo ni mpya kwa concept ya hapa kibongo bongo, even practically. Kwa yenyewe ETF inashindwa kuwa pure
mfuko pamoja ya uwekezaji na inashindwa kuwa pure hisa ya kampuni kwa sababu sio kampuni moja. Sio kama hapo naweza kwa ina maana wewe badala ya kununua kwa mfano kwa upande wa Vertex kama badala ya kununua hisa 5 za makampuni tofauti tofauti, yani umenunua CRDB, umenunua NMB, umenunua Nicole, umenunua Afriprice, umenunua DSE, wewe ukinunua hiyo Vertex unakuwa umenunua nini? Hisa moja ambayo ndani yake ina makampuni mangapi? 5. Kwa hiyo collective perfect, lakini yenyewe pia inasema kama hisa of multiple financial assets. Okay, no, I'm sorry. Unaweza ukaweka clarification hapo, ninakuomba kati ya yani watu tuelewe, kuna kitu kinaitwa mutual funds, kuna kitu kinaitwa mutual funds and collective investment schemes. Okay. Sasa collective investment schemes kama ambavyo umeshasema ni collective. Kwa hapo unaongelea multiple investment assets, lakini ni zipi huzijui. Sasa ndani ya collective investment schemes sasa ETFs na mutual funds zipo ndani yake. Yaani chukulia kama collective investment scheme ni kile kitu kikubwa ambacho ni kama generic term, ni general term, alafu ETF kama collective scheme na mutual fund kama collective scheme pia zipo ndani ya hiyo term ya collective investment scheme. Sio kama unanielewa, yani ETF na mutual funds ni baadhi ya mifano ya collective investment schemes kwa sababu zote zina collect multiple financial assets. Hapo sio umenipata? Yaani kama vile useme kuna matunda, aina ya matunda, kuna maembe, mapassion. Kwa sasa collective investment schemes ndio iwe matunda, alafu mutual funds na ETFs ziwe mapassion na maembe. Sio nakuwa nimeclarify? Umenijibu vizuri, ni kwa faida na wengine pia. Yes, nashukuru. So kwa maana hiyo unataka kuniambia hizi mutual funds, I mean kwamba all the mutual funds are collective investment schemes. But not all collective investment schemes are the mutual funds. Yani unaweza kuwa profesa kabisa. Perfect. That's what I mean. Okay. Niko nataka nijue pia lastly let's say hizi ETF kuna different companies ambazo zinakuwa related companies. Okay. Let's say CRDB, NMB. So kwenye hizi ETF inawezekana kuna companies that are the largest, yani I mean what are the companies make up the largest percentage of a particular ETF maybe? Kwa ina maana kwamba ule mchakato kwa mfano niliotoa wa IEA CLC ningeutoa kwa Vertex. Nadhani ndio swali lako, si ndio? Yes, basi naomba nipe homework kwa sababu mimi usually I teach what I know part to the T. Kwa hiyo sasa siwezi nikaanza kukudanganya hapa kwamba sijui ni 25%. I need to get the document kwa sababu ile brochure ilikuwa inatoa Vertex kwa mara ya kwanza. Mara nyingi wakianzaga kuinvest ndo wanakuwa wanakuja kutoa mchakato. Kwa mfano labda wanaweza wakasema kwamba tumeamua approximately tuta invest percentage fulani huku, percentage fulani huku. But I trust yeye ametoa hiyo ya IEA CLC hii hapa. Ametoa. Ila kwa Vertex frankly sijawahi kuiona. Kwa hiyo naomba unipe hiyo homework yangu. Nikikosa nitasema kwenye group nimekosa. Ila kama wameichanganua sehemu lazima watakuwa wamefanya nini? Watakuwa wameiandika, wametoa chat kama ambavyo wametoa kwenye IEA CLC. Hapo tupo sawa eh? Nashukuru. Okay. Kulikuwa kuna swali la Caroline. Aliuliza, je, Vertex inawezekana wa kupanda mpaka 1000 au inategemea na ukuaji wa hizi multiple companies? Kwa sababu yenyewe pia ni okay, to answer your question, uwezekano wa kupanda upo na uwezekano wa kushuka upo, as we know.
kwamba investment is a matter of demand na supply, pamoja na investors sentiment na fundamentals za hiyo particular ETF, ambayo kwa upande wa fundamentals sasa, kwa mfano kama mtu ambaye anataka afanye labda financial analysis, kwa sasa hivi financial analysis inaweza ikawa ngumu kwa sababu makampuni hayajawahi kutoa ripoti yoyote. Kwa ni ngumu kusema kwamba performance itakuwaje on the long run, tofauti na makampuni ambayo tayari yapo kwenye DSE ambayo yamefanya kazi kwa muda. Unaweza ukachukua financial report 2022, 2021 ukafanya analysis na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uwezekano wa kukua mpaka 1000 upo na uwezekano wa kushuka zaidi ya 400 upo, depending na kitakachokuwa kunaendelea sokoni. Lakini pia ukuaji wa hizi multiple companies. Sasa ukuaji wa multiple companies ambazo ziko kwenye ETF, ina maana zitasaidia tu kujua generally kwamba Vertex imeinvest kwenye makampuni ambayo yako sisemeje, ni strong brands. Kwa hiyo ina maana ni makampuni ambayo yatakuwa endelevu na yatakuwa profitable on the long run. Kwa sababu ETF yenyewe inasimama kama an individual financial asset, ina maana bado ina operate kama tulivyosema, ina operate kama hisa pia yenyewe separately. Yale underlying companies yatakuwa yanasaidia kuiboost kwamba ni ETF ambayo ina good fundamentals on the long run, lakini na yenyewe kwa sababu inasimama kama hisa, kutakuwa kuna uwezekano wa kupanda na kushuka depending on hizo demand, supply, fundamentals za kampuni, fundamentals za ETF yenyewe, kwamba itakuwa ina perform vipi. I hope swali lako nimejibu. Kama sijalijibu vizuri, may you kindly write it again. Alafu swali la tofauti, hivi mchakato wa kununua bond kwenye mnada wa BOT unafanyikaje na mshindi anapatikana vipi? Kwa hiyo hii kidogo inaenda tofauti na mada ya ETF, lakini as we wait for other questions, kwa mimi ninavyofahamu, mimi frankly sijawahi kununua bond, lakini ninavyofahamu ni kwamba bond unanunua kupitia broker na hata CDS number yako itakuwa tofauti. Kwa mfano CDS number ya hisa na CDS number ya bond ni tofauti, kwa hiyo itabidi umcontact broker kwanza, alafu broker of course yeye anafanya kwa niaba yako kama ilivyo kwenye hisa. Kwa hiyo kwenye mnada, what I know ni kwamba kuna tusemeje, of course minimum investment amount ni hiyo $1,000,000, lakini broker yeye ndo ata participate kwenye mnada on your behalf. Unakuwa umepatana naye kwamba wewe labda sasa hii nakuwa tena naingia nachanganya madesa. Value ya bond, yani bond ina value ya units za shilingi 100. Sio nisemeje? Yani kwa mfano kwenye milioni moja ukitoa 0.2 inakuwa shilingi ngapi? Inakuwa kama shilingi 10,000. Kwa ina maana ni kama vile unanunua vijipande 10,000, si ndio, vya hizo shilingi 100. Sasa kuna bei ambayo unaweza ukanunua bond at a premium, au ukanunua bond at a discount, au ukanunua bond at a price ambayo ni weighted average price. Kwa hiyo sasa ukiongea na broker, ina maana kwa hiyo hela ambayo wewe utakuwa unataka kununua nayo, of course yeye mpaka ashinde, na hizo transactions zote maelekezo yeye anakupa broker. Kwa hiyo wewe ukisema kwa mfano unanunua kwa bei ya units za kwa shilingi 100, ina maana atajua anakuwa kwenye kundi gani, na kama unanunua kwa discount prices unamwambia kama atashinda, ina maana unakuwa umeipata at that discount price ambayo mara nyingi wanakuwa wanasuggest utumie ni ile weighted like average price, ambayo inakuwa ni elekezi depending na huo mnada husika. Kwa hiyo kwa mchakato mzima wa mnada wa BOT, what I know ni kwamba sababu huwezi kununua wewe kama sisi ambapo unakuta tunachukua control number kwenye hisa ganjani, unalipia mwenyewe alafu unaangalia kama mama uko fulfilled. Inabidi ucoordinate na broker ambaye utamchagua kwa ajili ya kukupa procedure nzima, kupata hiyo CDS number, kujisajili, ili kwamba ukishinda huo mnada, ina maana unakuwa unatambulika kwa jina fulani, na registration za bank account number pia kwa ajili ya coupon hizo za
bond ambazo utakuwa umezipata like mara 2 kwa mwaka. So what I would suggest ni kwamba uwasiliane, kama tayari una labda uko ushaanza kuwekeza kwenye hisa, unaweza kukutana na broker wako akakupa mchakato mzima wa registration na namna ya kuweza kununua bond yako. Sioni swali jingine. Thank you. Sorry. Yes, karibu. Nilikuwa tu nataka nione mimi nimemaliza maswali, umenijibu vizuri, nashukuru. Nilikuwa ni kushare tu jambo hapo kwamba tunaongelea mifuko ya uwekezaji ya pamoja. Kwa nawapa wenzangu hapo update kwamba mwanzoni tulikuwa na mifuko ya uwekezaji ya pamoja 17 ambayo UTT walikuwa nayo 6. Wanayo 6, UTT wanayo 6. iTrust wanayo 5. Hiyo Sanlam wanayo 2. Alpha Capital Limited wanao 1. Zan Security Investment wanao 1. Watumishi wanao 1. Voda wanao 1 ambao ulitufafanulia jana kuhusu mwekeza. Lakini juzi hapa tumeona TSL wameongeza mifuko 2 ambayo sasa hivi ipo kwenye initial public offer. Ambao ni Marathon na kesho tulivu. Ni kujipa tu update kwa instead of 17 sasa hivi tuna mifuko ya uwekezaji 19. Yeah. Sawa. Asante kwa mchango wako. Au ulikuwa unaendelea? Ni hivyo tu. Okay. Lakini pia kuna mfuko mwingine pia nimeona Ziada Fund, sijai kufuatilia. Kuna siku pia, nadhani juzi nilikuwa napitia message zangu za NMB, nikaona na wenyewe NMB wana NMB Wekeza sasa hivi, ambao na wenyewe itakuwa ina return ya 12%. Kwa hiyo kama ukichukua tu roughly faster tunaona mifuko tayari sasa hivi imeshafika 20+. Kwa hiyo ina maana tu ni kuamua namna utakavyoamua kupambana na kuwekeza vipi, lakini itaendelea kuongezeka. Na kuna session moja niliingia ya hisa ambayo Mwalimu Busara alikuwa ana suggest kwamba watu waanze kufundisha namna ya kuchambua mifuko ya pamoja ya uwekezaji, kwa sababu sasa hivi itakuwa ni mingi, ni such a way ambayo mtu anaweza akashindwa taanza kuchagua upi. Generic unajua tu kabisa kwamba kuna capital growth, income distribution na 13% na vitu kama hivyo, lakini itafikia sasa muda inabidi at least tuelewe from a financial perspective, kama tunavyochambua makampuni tuchambue na mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Alafu kuna swali hapa anasema ni mfuko gani na return ya 15%. Sijawahi kusikia mfuko ambao umetangaza net 15%, lakini najua in progress wise kwenye annual reports kwa mwaka jana kama sijakosea Watoto Fund na Jikim Fund zilikuwa zina 15%. Kwenye mifuko kama UTT ambayo ipo for a very long time, hizi percentages tofauti unaweza ukazipata. Nadhani ni Wekeza Maisha na Watoto Fund kama sijakosea kwa mwaka jana zilikuwa zina 15%, lakini ule mfuko ambao unasema unaahidi 15%, huo bado sijaona mimi. Kama kuna mwingine anaweza akatuelimisha nitashukuru. Yes. Should we call it a night? Kama hamna swali jingine, nashukuru kwa kujiunga na sisi, nashukuru kwa maswali yenu yanatengeneza topic zinazofuata. Wiki ijayo topic 3 tayari nimeshazipata kutoka kwenye maswali yenu ya jana. Wiki ijayo tutaongelea IPO, tutaongelea aina za mifuko pamoja ya uwekezaji, lakini pia tutaongelea risks za uwekezaji. Alafu haya maswali mengine yata produce na webinar nyingine zinazofuata. Nashukuruni sana, muwe na jioni njema. Samahani.
Yes. Sorry, nina suggestion hapo. Moja kati ya swali kubwa ambalo watu tunajiuliza kwamba okay, tuna mifuko mingi ya pamoja ya uwekezaji, sasa tunawekeza wapi? Hili nafikiri ni swali la msingi sana, watu tunajiuliza, watu wengi. Sasa nafikiri topic ya kujifunza fundamentals ni muhimu sana kwetu sisi ambao tunajifunza uwekezaji. Nashukuru sana, wazo wako nitalifanyia. Asante. Tuwe na usiku mwema. Kama hakuna maswali mengine, sijaona mkono, na huko kwenye written pia sijaona maswali mengine. Asanteni, muwe na weekend njema. Thank you. Thank you. Thank you.